Praise the name of our Lord Jesus Christ. Ibada ya leo ningependa kuongelelea mada kidogo tu kuhusu jina. Kitabu cha Wakolosai 3 verse number 17. Biblia inasema, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Mbona Biblia inatuambia ya kwamba chochote ambalo tunafanya, iwe ni kwa maneno ama iwe ni kwa matendo, tufanye kwa jina la Bwana Yesu Kristo? Kwa sababu nguvu zote ziliwekwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Uwezo wote uliwekwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Haikuwekwa kwa majina, iliwekwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo jina la Bwana Yesu Kristo ndio jina ambalo liko na nguvu kupita majina yote. Ili ndio jina liko na uwezo kuliko majina lote. Kitabu cha Waebrania 1 verse number 3 to 4. Biblia inasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa wa nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu juu, uko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina aliloliridhi lilivyo na utukufu kuliko lao. Huu ni Yesu Kristo wanaongea habari zake. Hii verse number 4 inasema ya kwamba amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina aliloliridhi lilivyo na utukufu kuliko lao. Being made so much better than angel, he has inherited and obtained a more excellent name than they. Kwa hivyo jina la Yesu Kristo ni more excellent than all names. Ni jina ambalo ni bora kupita malaika, kupita majina zote. Jina la Yesu Kristo ni bora kupita majina yote. Kwa hivyo kwa sababu jina la Yesu Kristo ni bora kupita majina yote na liko na nguvu kuliko majina yote, sasa Biblia inatuambia kila jambo ama kila neno ama kila tendo ambayo mnatenda ama mnafanya, lifanyeni kwa hilo jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa maana hilo jina ndio liko na nguvu kuliko majina yote. Ni more excellent kuliko majina yote. Tukiomba, Biblia inasema tuombe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kitabu cha John 14:14. Yesu anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Hujaambiwa uombe kwa majina, omba kwa jina. Kuna watu wako confused, wanaomba kwa majina, sijui Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hiyo sio Biblia. Biblia tumepewa jina ambayo iko more excellent than any other name. Tumepewa jina ambalo ni bora kuliko majina lote. Kwa hivyo tumeambiwa katika kila tendo ama katika neno, kila neno tufanye kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tumeambiwa tukiomba, John 14:14, tuombe kwa jina la Bwana Yesu Kristo na atalitenda. Kwa hivyo kuna wasee wako confused, hawajuangi chenye wanafanya, wako confused. Kubatizwa, tunabatizwa kwa hilo jina, kwa maana hilo jina ndio iko more excellent than any other name. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2:38, Petero akawaambia, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kubatizwa, tunabatiziwa ile jina ambalo ni bora kuliko majina yote.
na hilo jina ambalo tunabatiziwa ni jina la Yesu Kristo, kwa maana hilo ndio jina ambalo liko bora kuliko majina lote. Kwa hivyo wewe ukibatizwa kwa hizo majina zingine, bado. Tukitaka kuokoka, tunaokoka kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Majina yezi katuokoa. Hata uite Mungu, Baba, Mwana, hakuna wokovu kwa hizo. Tunaokolewa kwa jina. Kitabu cha Warumi 10 mstari wa 13, Biblia inasema, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Umeambiwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. For whoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Kwa hivyo kuokoka inabidi uite jina la Bwana Yesu Kristo. Kuokoka, watu waokoki kwa kuita majina. Hizo majina hazina uokovu. Uokovu imewekwa kwa jina. Uokovu imewekwa kwa jina. Nguvu zote za Mungu zimewekwa kwa jina. Kwa hivyo tukitaka kuokoka, tunaita jina la Bwana. Tukitaka kuokolewa, tunalitia jina la Bwana. Tukitaka kubatizwa, tunaibatizwa kwa jina la Bwana. Na huyo Bwana ambao anaongea habari zake si Bwana mwingine ila Bwana Yesu Kristo. Kitabu cha John 13:13, Yesu anasema, ninyi mnaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Kwa hivyo yule Bwana ambaye tunalitia jina lake ni Yesu Kristo. Usiite jina la Bwana mwingine kando na Yesu Kristo. Kwa hivyo kuondolewa kwa dhambi za wanadamu zinaondolewa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Dhambi za watu zinaondolewa wakilitia jina la Bwana Yesu Kristo, sio wakiita majina. Hakuna wokovu kwa majina kwa Biblia. Wokovu, msamaha wa dhambi zimewekwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 22 verse number 16, Anania anaambia Sauli ambaye alibadilishwa jina akaitwa Paulo, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukilitia jina lake. Kwa hivyo kubatizwa ni kwa jina la Yesu Kristo. Kuoshwa dhambi, tunaoshwa dhambi wakati ambalo tunaliitia jina la Bwana Yesu Kristo. Kubariki watu wanabarikiwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, sio kwa majina. Kwa Biblia hakuna mwenye alibariki watu kwa majina. Watu walibarikiwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kitabu cha Zaburi 129 verse number 8, Biblia inasema, wala awasemi wapitao, amani ya Bwana ikae nanyi. Tuwabariki kwa jina la Bwana. Tunabariki watu kwa jina la Bwana. Usibariki watu kwa majina, bariki watu kwa jina la Bwana. We bless you in the name of the Lord. Na Jesus Christ is the Lord. Yesu Kristo ndiye Bwana. Ndio muona Biblia imetuambia kila tufanyalo tufanye kwa jina la Bwana. Kila tutendalo tutende kwa jina la Bwana. Tukibatiza watu tuwabatize kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tukiomba tuombe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tukibariki watu tubariki kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Authority zimewekwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kuhubiri tunahubiri kwa jina la Yesu Kristo. Kutoa mapepo tunaondoa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4 verse number 7,
Biblia inasema walipowaweka katikati wakauliza, hawa ni wanafunzi wa Yesu. Walipoweka katikati wakaulizwa, kwa nguvu gani na kwa jina la nani mnafanya haya? By what power and by what name have you done this? Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu Kristo walihubiri kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Waliponya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio umeona Matendo ya Mitume 4:10, Petero anawaambia, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Kwa hivyo Petero na Yohana waliponya yule kiwete ambaye alikuwa kwa mlango ulio mzuri kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Walimwambia, hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini kile ambacho tuko nacho ndo tunakupea. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo simama uende. Na kiwete akapata nguvu na kapona na kasimama na akaenda. Kwa hivyo walimponya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Uokovu. Hakuna uokovu kando na jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Wala hakuna uokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hivyo ni kwa jina la Yesu Kristo ndio watu wanaokoka. Kwa jina la Yesu Kristo ndio watu wanaokolewa, wanaponywa. Chini ya mbingu hakuna jina jingine. Komandi ya Yesu kabla hajapaa mbinguni ni kwamba watu wafanye mambo yote kwa jina lake. Kitabu cha Mark 16 verse number 17. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people, and they will get well. In my name, the Bible says, in the name of Jesus Christ, you will place your hands on the sick people, and they will get well. In the name of Jesus Christ, you will drive out demons. You will speak in new tongues. In the name of Jesus Christ. Kwa hivyo kila kitu tunafanya kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Sasa maana nguvu zote ziko kwa jina la Yesu Kristo. Uwezo wote uko kwa jina la Yesu Kristo. Na kila kitu kiko kwa jina la Yesu, kinafanywa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa shetani anapambana tu na jina la Yesu Kristo peke yake. Hayo majina mengine ukiita hana shughuli na wewe. Hata hivyo Jehova Jiri, Jehova Nizi, Shama, hizo zote hana shida na wewe. Wewe ita tu hizo. Lakini wakati ambapo unalitia jina la Yesu Kristo, hapo ndo unaanza kukosana na the devil, na shetani, na unaanza kukosana na watu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:17. Hao ni Mafarisayo wanasema, lakini neno ili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawakamata, wakaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanapokea vitisho ili wasiseme kwa jina la Yesu Kristo, ili wasihubiri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jina la Yesu Kristo linapingwa sana, kwa maana nguvu zote na wokovu na msaada inapatikana kwa hilo jina. Kwa hivyo hilo jina ambalo linapingwa. Hakuna jina jingine ambalo linapingwa. Wale watu ambao wanakuwa persecuted
kwa hii dunia ama wanaudhiwa ni wale watu ambao wanahubiri kwa jina la Yesu Kristo. Ukihubiri kwa hizo majina zingine hakuna mwenye atakupersecute. Ukihubiri kwa hizo majina zingine hakuna mwenye atakupersecute. Hamtasumbuana na watu wote, hata shetani mtakuwa marafiki na shetani. Hamtasumbuana popote na shetani. Ukitia Jehova Jireh, Jehova Nisi, Shama, wote hizo devil hana shughuli na wewe. Lakini ukitumia jina la Yesu Kristo, hapo ndo unaribiwa. Hapo ndo unasumbuliwa na dunia. Ndo unakuwa adui ya watu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9:20. Huyu ni Filipo. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Au ni Paulo. Paulo alihubiri Yesu Kristo. Hili jina ndiye alihubiri. Na wote waliosikia wakashangaa wakasema, si huyu aliyewaharibu walioitia jina hili huko Yerusalemu? Kwa hivyo hapo awali wakati Paul alikuwa Sauli, alikuwa akiharibu wale ambao wanaitia jina la Bwana Yesu Kristo. Alikuwa akiwakamata, akiwafunga magerezani, akiwaua. Kwa maana walikuwa nalitia jina la Yesu Kristo kule Yerusalemu. Ndio maana watu wanashangaa wakati Paulo amegeuka, wakati Sauli amegeuka, sasa anahubiri kwa jina la Yesu Kristo. Sasa watu wanashangaa. Maana alikuwa anaharibu watu ambao wanaita hilo jina. Kitabu cha Acts of the Apostle 26 verse number 9. Paul anaongea nasema, I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. I too was convinced. Kwa hivyo Paul anasema alikuwa convinced ya kwamba anafaa afanye kila kitu ambayo linawezekana apinge jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo lile jina ambalo linapingwa ni jina la Yesu Kristo. Maana hilo ndio jina liko na nguvu, liko na uwezo, liko na msamaha wa dhambi, liko na wokovu, ubatizo ni kwa hilo jina, rehema ni kwa hilo jina, kuokolewa ni kwa hilo jina. Sasa shetani anafanya vyote awezavyo kupinga hilo jina. Na watu wanafanya kila kitu wapinge hilo jina. Ndio maana hata wa ile dini ya Waislamu hawana shida na Mungu, wako tu na shida na Yesu Kristo. Wakati mnaitia jina la Yesu, ndio maana wanapinga kweli wa Kristo. Na wanawasumbua kabisa. Maana wanalitia ile jina Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, kila kitu mnafanya, fanyeni kwa jina la Yesu Kristo. Hubirini kwa jina la Yesu Kristo. Ponyeni watu kwa jina la Yesu Kristo. Barikini kwa jina la Yesu Kristo. Batizeni watu kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho mnafanya, mfanye kwa jina la Yesu Kristo. Ijapokuwa mtakuwa persecuted kwa maana mnatumia hili jina. Hili jina ndio a better name. Hilo jina ndio an excellent name. Iko more powerful than all other name. Kwa hivyo mjue mtateswa mkitumia hili jina la Yesu Kristo. Lakini msijali, Yesu atawaokoa nao yote. I hope mko blessed. Amen. Have a nice day.